Mheshimiwa Rais, nitumie nafasi hii kukushukuru kwa niaba ya wakulima wa korosho, mbaazi, ufuta na wakulima wote katika eneo letu la kanda hii ya kusini. Mheshimiwa Rais, eneo hili la Masasi ni eneo la wakulima, na hapa Masasi mjini ni eneo la panachangamka. Wakati wa msimu wa korosho panachangamka, wakati wa msimu wa ufuta panachangamka sana. Mheshimiwa Rais, nataka nitumie nafasi hii kwanza kukushukuru na kuambia wananchi wa Masasi, ruzuku kwa ajili ya mazao yenu kwa maana ya korosho na msimu ujao wa baada ya kuvuna 24-25 na wakulima hamtolipia. Mheshimiwa Rais, jambo la pili, waheshimiwa wabunge wameongelea swala la skimu za umwagiliaji. Mheshimiwa Rais, hapa Masasi TC kwa maana ya Town Council tunayo skimu ya sindano na ina hekta 500. Nataka nimwahakikishie ndugu yangu Mwambe kwamba katika mwaka huu wa fedha itatangazwa na tutapata mkandarasi kwa ajili ya kuijenga. Lakini Masasi DC kutakuwa kuna hekta 650 za ndanda ambako Mheshimiwa Cecil Mwambe kwa muda mrefu ameongelea, na ni kweli huo mradi ulitekelezwa miaka mingi huko nyuma ukaachwa au kukamilika. Kwa hiyo ulitoa maelekezo kwamba miradi yote ya umwagiliaji katika nchi ambayo ilikuwa haijakamilika ikamilishwe, na umetoa fedha mwaka huu tunaanza kuitekeleza. Lakini vile vile kuna eneo la Mapagwale eka 1200 na lenyewe kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu mwaka huu tunatangaza kwa ajili ya kuanza kujenga. Mheshimiwa Rais, naomba nitumie nafasi hii vile vile kukutaarifu kwamba ombi la Mheshimiwa mbunge la kwamba tuanzishe mfuko na wakulima wawe wanachangia kwenye eneo la pembejeo tumelipokea, tutalifanyia kazi. Lakini maelekezo ya sasa ulioyatoa ni kwamba wakulima wa korosho tuwajengee uwezo kwa kuwapatia pembejeo bure kwa kipindi cha miaka hii 2-3. Wakati huo tunawajengea uwezo, utakapofika wakati wa wao wenyewe kuanza kukimbia, jambo hilo litaendelea. Mwisho, Mheshimiwa Rais, niendelee kuwakumbusha wakulima wa Masasi, changamoto iliyoko kwenye zao la korosho katika eneo la Masasi ni swala la kuchoma moto, Mheshimiwa Rais. Lakini vile vile tabia ya watu kutokulimia wakati wa masika. Niwaombe sana wakulima, wakati wa masika nendeni mkalimie mashamba yenu ya korosho. Msiende kuyatembelea wakati wa kupuliza tu na wakati wa kuvuna peke yake, kwa sababu mabadiliko ya tabia nchi yamekuwepo, mvua zetu zimekuwa za muda mfupi, kwa hiyo maji kwenye mikorosho inakuwa michache, kiwango ambacho kinapelekea majani kubadilika rangi na kuanza kuwa njano. Niwaombe sana, nendeni mvua zikinyesha, nendeni mkasafishe mashamba, nendeni mkalimie ili ardhi iweze kupokea maji na kuhifadhi maji wakati wa kiangazi ili mimea yetu iweze kuboreka. Serikali itaendelea kutoa huduma ya kuwapatia pembejeo kama ambavyo Mheshimiwa Rais ameelekeza. Msimu wa kilimo unakuja, nendeni mkaendelee kujisajili. Ninafahamu kuna changamoto na wabunge walikuwa wananipigia simu Mheshimiwa Rais wakati wakiwa kwenye ziara. Unakuta kwenye AMCOS mkulima kaorodhesha ana mikorosho 100 lakini anapewa salfa mfuko mmoja. Tulitoa maelekezo kwa bodi ya korosho waendelee usajili wa wakulima, na wakulima na waomba nendeni mkatoe takwimu sahihi za idadi ya mikorosho yenu, kwa sababu pembejeo zinagaiwa kutokana na idadi ya mikorosho, na namba za siri mzitunze, kwa sababu namba hizo ndio tutakuja kutumia baadaye kuuzia mazao yetu. Ili kuwaondoa kangomba katikati, tutatumia namba ya mkulima kuuzia zao lake ili aweze kupata fedha inayopatikana mnadani. Mfumo wa stakabadhi ya ghala tunaendelea kuuboresha. Mmeona matokeo kwenye mbaazi, mmeona matokeo kwenye ufuta.
Tunaamini na hali ya korosho itakuwa njema. Tumuombe Mwenyezi Mungu. Anzeni kukusanya mazao yenu na tutafungua msimu mwishoni mwa mwezi huu wa 9, na wiki ya kwanza ya mwezi wa 10 tutaanza minada ili muweze kufika sokoni mapema na kuuza mazao yenu. Asanteni sana na washukuru.